Maelfu ya wananchi wamejitokeza kwa wingi jijini Tehran nchini Iran leo Jumamosi kushiriki mazishi ya kitaifa ya makamanda wa jeshi, wanasayansi wa nyuklia na raia waliouawa katika mashambulizi ya Israel mapema mwezi huu. Runinga ya taifa ilionyesha picha za waombolezaji waliovaa nguo za maombolezo wakibeba bendera za Iran na picha za marehemu. Majeneza ya maafisa waandamizi akiwemo mkuu wa kikosi cha walinzi wa mapinduzi IRGC Jenerali Hossein Salami na mkuu wa mpango wa makombora ya masafa marefu Jenerali Amir Ali Hajizadeh yalipitishwa barabarani, huku watu wakipaza sauti kifo kwa Amerika na kifo kwa Israel. Wengine waliokumbukwa ni Meja Jenerali Mohammad Baheri na mwanasayansi mashuhuri wa nyuklia Mohammad Meid Tehranchi. Kwa mujibu wa televisheni ya taifa, jumla ya watu 60 waliagwa, wakiwemo wanawake 4 na watoto 4. Serikali ilifunga ofisi zake kwa muda ili kuruhusu watumishi kuhudhuria. Vita hiyo iliyoanza Juni 13 ilihusisha mashambulizi makali ya Israel dhidi ya vituo vya kijeshi na vya nyuklia vya Iran. Baadaye Marekani ilijiunga katika vita hiyo kwa kushambulia maeneo matatu ya nyuklia. Iran ilijibu kwa kurusha makombora zaidi ya 550 dhidi ya Israel, pamoja na shambulio jingine dhidi ya kambi ya jeshi la Marekani huko Qatar. Ingawa pande zote mbili zilipoteza watu na mali, Israel na Iran zote zinadai ushindi. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei alikanusha taarifa za Marekani kuwa programu ya nyuklia ya Iran imeharibiwa kwa kiwango kikubwa, akisema Rais Trump alizidisha mambo kwa namna isiyo ya kawaida. Rais Trump kupitia mitandao ya kijamii alimshambulia Khamenei kwa madai ya kusema uongo kuhusu matokeo ya vita na kudai kuwa alijua wapi hasa alipojificha. Aliongeza kuwa alikuwa na nia ya kuondoa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, lakini alisitisha mpango huo baada ya kauli za Khamenei. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alijibu kwa kusema kuwa kama Trump anataka mazungumzo ya kweli, anapaswa kuacha matusi dhidi ya kiongozi mkuu wa Iran. Pia Iran ilikanusha uwepo wa mazungumzo yoyote ya kuanza tena kuhusu mpango wake wa nyuklia.